Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu, Chama cha Mapinduzi, watu mbalimbali wakizidi kujitokeza na kuchukua fomu za kugombea katika nafasi za ubunge na udiwani. Kwa upande wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ameamua kupumzika katika nafasi ya ubunge na kuwashukuru watu wa Ruangwa. Kubwa zaidi ni kwamba Jambo TV wameweza kuchapisha taarifa ambayo inasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ametangaza rasmi kustaafu kugombea tena ubunge wa jimbo la Ruangwa mkoani Lindi baada ya kuliongoza kwa takriban miaka 15 mfululizo tangu mwaka 2010. Vyanzo vyetu vya habari kutoka kwa wandani wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa vimeieleza Jambo TV kuwa akiwa jimboni kwake Ruangwa kwa siku kadhaa za mashauriano na wananchi na wazee wa eneo hilo, Kassim Majaliwa amefikia uamuzi huo baada ya tafakari ya kina na ushauri wa wadau mbalimbali, na amewashukuru wana Ruangwa wa kipindi chote cha miaka 15 ya kumpa ubunge na kuwakilisha vyema. Hatua hiyo imekuja siku chache tu baada ya Kassim Majaliwa kutangaza bungeni Julai 26 mwaka 2025 kuwa anapanga kugombea tena ubunge wa jimbo hilo, akisisitiza kuwa anaendelea kuhitaji ridhaa ya wananchi. Hata hivyo, kauli hiyo sasa imebadilika rasmi. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo nikilitumikia taifa, lakini wana Ruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na ninamuomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote. Ninaomba kuwajulisha kuwa ninakuja kuchukua fomu ya kuomba ridhaa yenu tena, alinukuliwa bungeni. Uamuzi wa Kassim Majaliwa umepokelewa kwa hisia tofauti, huku baadhi ya wachambuzi wa siasa wakiutaja kuwa ni uamuzi wa busara na wa kiungwana, hasa baada ya kumaliza kipindi chake cha miaka 10 cha uwaziri mkuu tangu alipoteuliwa mwaka 2015. Hatua hii pia inakuja wakati chama chake, Chama cha Mapinduzi CCM, kikiwa katika harakati za ndani za uteuzi wa wagombea wa nafasi za udiwani na ubunge kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Zoezi hilo limeanza Juni 28 na linatarajiwa kukamilika Julai 2 mwaka 2025. Kwa upande wake, mwanaharakati Yeriko Nyerere na mwandishi wa vitabu ameandika mambo machache. Amechapisha taarifa hiyo kutoka Jambo TV. Majaliwa aamua kupumzika ubunge, asanteni Ruangwa. Ameandika, ningeshangaa sana waziri mkuu kurudi bungeni na kuwa mbunge tu. Uamuzi huu ni wa busara sana, utaishi maisha yako yote yaliyosalia duniani kwa heshima ya hali ya juu sana, Mheshimiwa Majaliwa. Hongera waziri mkuu mtarajiwa, ingawa siasa za Bongo huwa zinabadilika ndani ya masaa 12 tu. Uliloliona jana usilitegemee kuliona kesho. Hivyo ameandika hapa kwamba hongera waziri mkuu mtarajiwa, tutegemee ya kwamba tutakuwa na waziri mkuu mwingine tena na sio Kassim Majaliwa baada ya uchaguzi. Watu mbalimbali wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema, kaka, ingeshangaza sana, lakini kuna huyu Spika Tulia, yeye amechukua fomu na ikitokea ameshinda kura za maoni atarudi tena bungeni. Sasa sijajua kama amehaidiwa uspika tena au ndio atakuwa mbunge wa kawaida. Lakini pia mwingine anasema, vipi Mlafi Mbowe atagombea ubunge kupitia Chauma? Maana mpaka leo kama mwenyekiti mstaafu mwenye zile busara zake za kiuongozi hajaonekana hata akihudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti mpya Tundu Lissu. Lakini pia mwingine anasema, bora huyu kaepuka lawama mapema, sio akina Lukuvi na uchu wao wa madaraka. Lakini pia mwingine anasema, hongera sana kwake, kwa kweli sasa bado Zungu, Lukuvi na Samia na Salma Kikwete. Lakini pia mwingine anasema, hajastaafu wamemstaafisha, alishamwambia we Kassim na kuangalia kwa jicho la tatu, no reforms no election.
Lakini pia huyu mwingine anasema huyu kashtuka, ameepusha baadhi ya mambo. Lakini pia mwingine anasema ni kawaida, huyo atalipwa maisha yake yote duniani plus bima tena VIP. Watu wakizidi kutoa maoni yao kufuatia Kassim Majaliwa kuamua kupumzika ubunge. Huyu mwingine anasema Watanzania wenzangu, waziri ataitumikia jamhuri kwa vipindi viwili, baada ya hapo anapisha watu wengine, unless baada ya muda fulani tena mpaka mwingine apite ndio anaweza kuteuliwa tena, ila kwa sasa katiba ndiyo inampa ukomo. Lakini pia mwingine anasema kwamba something is not right somewhere, timu Magu yote chini. Lakini pia mwingine anasema hapa kwamba Makonda waziri mkuu. Lakini pia mwingine anasema kwamba a good dancer must know when to leave a stage, smart leader. Lakini pia mwingine anasema kwamba huu ndio ungwana na ustaarabu. Sasa bado Zungu, Lukuvi, Ndugai na Salma Kikwete na wao wajitafakari. Una nafasi pia ya kutuachia maoni yako kwa taarifa hii, lakini kubwa zaidi endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.